Kama mnavyoona eneo la tukio ni ajali ni mbaya, maana ajali kubwa imetokea asubuhi. Lakini baada ya kufika eneo la tukio nimejionea mwenyewe na kama nyinyi waandishi wa habari mnavyoona. Lakini nadhani tunatoa huduma, lakini nimewasiliana na mkuu wa usalama barabarani wa mkoa RTO SSP Magayane, yuko hospitalini. Anaambia mpaka muda huu mpaka sasa hivi maiti ziko 4, kwa maana watu wazima, watu wakubwa ni 3 na mtoto mdogo mwaka mmoja ni mmoja, na majeruhi ambao wako serious ni 14 na wengine ambao wameumia kawaida. Kwa bado nayafuatilia kujua idadi yake, lakini mpaka sasa hivi ni kama nilivyowaambia. Kamanda, watu wamekuwa kilalamikia stendi kuu ya mabasi ya Tabora idadi kubwa sana ya matumizi ya pombe kwa madereva, lakini pia mawakala. Pengine hili linaweza kuwa ni kiashirio tosha cha sababu za ajali hizi? Hiyo sio sababu tosha, kwa sababu nilipofika hapa nimeongea na DTO, kwa maana huyu ni mkuu wa trafiki wa wilaya. Anaambia gari imetoka imekaguliwa, na baada ya ukaguzi gari karuhusiwa kuondoka wakiwa abiria wako level city pamoja na dereva katika hali sahihi. Na kama mnavyoona nyinyi wenyewe ni eneo ambalo barabara ilikuwa hakuna mapishano magari zaidi ya kona. Kwa naendelea kufuatilia kujua chanzo kikubwa nini, kwa sababu hata dereva baada ya ajali dereva amekimbia. Kwa hiyo ni hivyo. Na mpaka sasa hajapatikana ni wapi amekwenda? Tufahamu amepatikana pembezoni, baada ya kuhakikisha kwamba tunatoa hii gari imeharibika. Basi taratibu zingine za kumfuatilia tutafuatilia, kwa sababu yuko kwenye hiyo kampuni, nadhani kuna rekodi zake kwenye hiyo kampuni. Kwa hiyo tutamfuatilia, tutamtia katika mikono ya sheria, basi na sheria itachukua mkondo wake. Tukio la pili, unawaambia nini madereva? Kubwa kabisa madereva kuzingatia usalama wa barabara, kuzingatia watumiaji wa barabara, na kubwa kabisa ni kuangalia kama maeneo haya yenyewe ninavyosikia kwamba kulikuwa kuna msongamano wa magari yote, sema hapa kuna overtake wala nini. Kwa hiyo kubwa kabisa madereva kuzingatia, sababu wanabeba abiria, kwa hiyo wao makini. Kamanda, hili ni tukio la pili kutokea pembezoni mwa kituo kikuu cha mabasi. Wanasema kwamba madereva wanakuwa mwendo kasi kwa kuuza biashara za magari yao, kuonyesha watu wa maeneo haya karibu na mjini kwamba gari hizo zinakimbia kwa kasi zaidi ili ziweze kupata wateja. Hili kama jeshi la polisi mmechunguza na mmebaini kweli kiasi gani? Tunachukua hatua kwa kama kampuni ya basi la Bullet tumeweza kusitisha madereva wawili leseni zao. Kwa hiyo sisi tunachukua hatua. Tunapobaini tunachukua hatua. Hatua kubwa ni kumnyang'anya dereva leseni kwamba hana sifa kuendesha basi. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotion wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762 484266. Instagram @viva_promotion.